Mtazamaji, ni daraja linalounganisha kati ya kijiji cha Namuhi na kijiji cha Mnyija kinachopatikana kwenye kata ya Libobe, halmashauri ya Mtwara, katika mkoa huu wa Mtwara. Daraja hili limekatika na limeshuka kwenye maji mara baada ya mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, lakini moja kati ya waathirika wa mvua hizo ni wakazi wa Mtwara. Lakini baada ya daraja hili kukatika, wananchi sasa na serikali ya kijiji wakaamua kukusanyika na wakatengeneza wakaunga kidogo na miti ili mradi liweze kupitika. Lakini kwa upande huu ambao unatokea upande wa Mnyija, nako walikounga nako kumezama. Kwa ngoma ni ngumu hapa kuvuka ni changamoto. Yaani mtu anavuka hapa anajitolea, kuna wengine wanapita na pikipiki lakini kwa shida sana. Inaitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field dume, field kibabe. Tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Abdalla Salumu, jina maarufu Mpalestina, ni mkazi wa Namuhi, kijiji cha Ujamaa. Sisi tumeathirika kiasi kikubwa. Daraja halipitiki. Baada ya kubomoka hili daraja, baada ya kunyesha mvua nyingi, tukajitihada baina sisi wananchi pamoja na serikali ya kijiji tukiongozana na mheshimiwa diwani, tukaja kufanya marekebisho madogo angalau iweze kupatikana kupita. Tukajenga kwa kiwango cha miti, lakini mvua zimekuwa kubwa, pameharibika tena. Ni mtu wa Namuhi, Shamte Saidi Shamte. Mimi ni mkulima wa kijiji cha Namuhi. Sawa mzee, kama unakumbuka hili daraja limejengwa mwaka gani? Hili hapa lina miaka kama 6 hivi. Kuna athari gani kubwa ambayo inaweza kupatikana ama inapatikana kwa sasa mara baada ya daraja hili kuweza kuvunjika? Sisi ni wakaaji wa Namuhi, kwa kweli tutakuwa na athari ya mazao jinsi ya kuvusha. Kwa majina naitwa Saidi Hamisi Likumbo, wengi wamezoea kuniita Badilei, ni mkazi wa kijiji cha Namuhi. Ni mazingira hatarishi, watu wanaenda shamba lakini sio katika hali inayoridhisha. Mazingira hatarishi, watu usafiri hasa vyombo vya moto kama pikipiki ni vile lazima wavushwe, na hapo kulikuwa kunapita magari lakini sasa hivi hakuna namna yote ya kupita gari. Kwa jina naitwa Arihari Mtepa, mkazi wa Namuhi. Nina ushauri serikali kufikiria kwanza, kama sisi ni wananchi na daraja imevunjika, hatuna uwezo wa kwenda shambani na maji jinsi yanavyofanya, bado yanavunja, tegemezo ya kwenda mashambani ni hamna. Fatuma Ahmadi Mataka. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Namuhi. Sawa. Tuambie athari ambayo mnaipata mara baada ya daraja kuvunjika. Hasa lituipata yino pano, upo kunuku be miunda ipo ibidi tuitendele kazi. Ibidi tutende kazi, ibidi hilo daraja ijengwe kwanza kwa wakati. Alafu wana wetu wenkumia kuhusu ino pano daraja. Wanafunza wahuni shule. Vanu tu ambayo watenda kazi mu ofisi muno havapiti madaraja ni tuilila. Sinjo yobo kama nakosea longela. Ndio niliwe ni mipa. Na wakulima? Tuwakulima ndio tunishindikana kuhena kunyunda kwa kutegemea pa kupita hakuna. Wasiwasi ambao mtu anakuwa nao wakati anavuka hapa inakuwaje? Yaani wasiwasi wake kubomoka. Na tuwenkumia maba bana bakahwena tingongolo maulu bankumia. Una ushauri gani? Ushauri wake ndio kama pumwidi mwepo mtaalamu mtusaidie kwa lino. Poleni sana. Haya sana. Nakushukuru. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, huyu mama amezungumza kwa lugha ya Kimakonde. Pengine kuna mtu mwingine hautaelewa. Anatuambia wao wana mashamba yao upande wa pili, upande wa Mnyija, wanashindwa kwenda shambani, lakini wakati wanavuka kuna watoto ambao wanapata injury, wanapata shida kidogo, wanaguka hivi. Kuna kitu amesema tengo ni kama kuteguka hivi miguu na vitu kama hivyo. Anaomba kama kuna uwezekano basi kuwe na uharakishwaji wa utengenezaji wa daraja hili ili kuwafanya wanafunzi wapite vizuri kwenda shule, lakini pia anasema hata watumishi wale ambao wanakaa upande wa pili wanashindwa kuvuka kwenda kuendelea na shughuli zao za kiserikali. Watu wa field tuko hapa kwa ajili ya kuweza kufuatilia na kupata undani wa tukio hili. Majina naitwa Abilai Saimani na Njinde, ni mkazi wa kijiji cha Namuhi. Kwa hiyo tunaomba kama serikali tutazama ili tuweze kujua kwamba mnatusaidiaje kutokana na miundombinu ilivyoharibika. Naitwa Ziada Ahmad Hamisi Mataka, mkazi wa Namuhi. Tuambie hili jambo linawaathiri kiasi gani? Kwa kweli tunaumia. Hapa tunakaa tu nyumbani tunaogopa. Kuna wazee wanaogopa kupita hapo kwenda shambani. Kwa maana tunaomba tusaidiwe. Jina langu naitwa Lamdi Salumu, mkazi wa Namuhi. Kijana, biashara yako nini ama shughuli zako unafanya? Biashara yangu ni bodaboda. Bodaboda, daraja limevunjika na hapa mlikuwa mnapeleka abiria Mnyija kwa shilingi ngapi? Hapa tulikuwa tunapeleka Mnyija kwa 3000. Kwa sasa hivi ngoma imeishia hapa. Kwa sasa hivi ngoma imeishia hapa, hakuna kupita tena. Kwa namna gani kama kijana amekuathiri yani mara baada ya daraja kuvunjika?
Yani hapa imeniasili kwamba nimeumia sana, kwa sababu yani kipato cha hela tayari kishaanza kukata, kwamba mimi hela mimi nitaipataje ikiwa kama mimi ni bodaboda. Kwa mimi ningeomba serikali, kama serikali watusaidie. Mimi naitwa Benali Lazalo Livamba, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Majengo na kinachopatikana kijiji cha Ujamaa Mnyija. Hapo ukienda kama unavyotokea huku, kama una shilingi 1000 hauwezi kuvuka hapo. Mwenyewe ushamuona hata bibi mkubwa jinsi alivyovuka pale. Na kama hivyo natoka hospitali kama hivyo nimelipia muda wa kwenda 1000, muda wa kurudi sasa 1000. Kwa jina naitwa Ali Hassan Matendo, mwenyekiti wa kitongoji mtaa Mkunguni. Ndio kitongoji ambacho kimetokea athari. Ndio kitongoji ambacho kimetokea hii athari. Kwa hiyo tukaungaunga wewe mimi kushikiana wananchi na serikali ya kijiji. Kwa hiyo tulishirikiana mwenyekiti wa kijiji pia tukaweza kutengeneza daraja upande wa kwanza na upande wa pili. Lakini ile kusikitisha pia upande wa pili tumejaribu, bado maji yanaendelea kukata. Serikali ikaja kuweka angalizo tu kwamba sasa hivi wananchi na sio wanapitisha mapikipiki na sipite mtu yeyote mpaka maji atakapopungua, serikali itakuja kuangalia jinsi gani ya kurekebisha hii daraja. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, mara baada ya kuwasikia wananchi hao wakizungumza kuhusiana na shida ambayo wanaipata kwenye daraja hili, tupata nafasi ya kuzungumza na meneja wa TARURA wilaya ya Mtwara, mhandisi Khatibu Nunu, akielezea mipango iliyopo ambayo taifanya kwa ajili ya kuweza kurekebisha eneo hilo. Ukija kwenye eneo la Namui Mnyija, pale tuna daraja ambalo lina urefu wa mita 15. Lile daraja pale kwa sasa maji yamejaa, ni mengi sana, hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo tunasubiri maji yakishapungua ili kuweza kurudishia ile kwenye hilo eneo la daraja. Daraja kukatika ni kama nilivyosema, ni mabadiliko ya tabia nchi. Ni daraja la muda mrefu na limezidiwa na maji. Sisi kama watu wa field tuombe tu kwamba serikali ifanye mkazo ili wananchi wa pande zote mbili waweze kupata mahitaji muhimu ya kijamii. Mpaka kufikia hapo mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.